Salimia wananchi wa Taita Taveta County kwa ujumla, na tumai mahali walipo wako salama. Na mimi kama Mheshimiwa Halifa Taraya Salim, ambao ni mheshimiwa, nimechaguliwa kwa kura za wananchi wa Mbogoni Ward katika moja ya ward za Taita Taveta County. Niko hapa kama kioo chao na kama mwakilishi wao na mwakilishi wa kuwakilisha mambo yote hapa kwetu Taita Taveta County kwa ujumla, kwamba mimi nimesikitishwa sana na serikali yetu ya county ikiongozwa na Mheshimiwa Andrew Mwadime Wakuja pamoja na leadership yetu ya County Assembly ama bunge la County Assembly. Kuna masuala ambayo yanafanyika kwa sasa hivi, na kwangu mimi kama Taraya yamenisikitisha pakubwa sana, kwa sababu hivi majuzi tu, miezi miwili iliyoisha, tuliweza kupitisha kama bunge la County Assembly, tuliweza kupitisha bajeti ya ziada ambao kwa Kiingereza wanaita supplementary budget. Bajeti ya ziada tulikuwa tunaweza kuangazia haswa ile milioni 200 ambayo ilikuwa imewekwa kwa sababu ya kupatia watoto wetu wa shule za sekondari, shule za vyuo vikuu pamoja na vyuo tofauti tofauti, pesa za kuwasaidia shuleni ambao tunaziita bursaries. Na pesa hizi zilipokuwa haziwezi kupatikana tena, ilibidi tuende kupeana bajeti ya ziada. Na tulipitisha bajeti hiyo ya ziada takriban miezi miwili iliyoisha. Na bajeti ya ziada ilikuwa inaongelelea pesa milioni 200, ambao pesa hii ilipelekwa katika miradi tofauti tofauti ili kuhakikisha kwamba hiyo pesa haipotei. Lakini kufikia sasa hivi ni jambo la kusikitisha sana. Uzembe kati ya serikali ya county pamoja na serikali yetu, County Assembly yetu, wameweza kufanya jambo la kijinga sana, kwamba basari hizi, pesa hii supplementary budget haijaweza kuingizwa katika mtandao ili iweze kutumika. Na sababu ambazo hazijaweza kuingizwa katika mtandao, yule mkaguzi wa bajeti katika Kenya juzi ametupatia barua akisema kwamba bajeti hiyo haikuweza kubalance upande wa maendeleo na upande wa pesa za matumizi ya serikali ya kila siku, ambao Kiingereza wanaita development budget, pamoja na kitu tunaita kwamba supplementary budget, ambayo ilikuwa inaongelea masuala ya haijabalance kati ya recurrent budget na development budget. Na pesa hii bajeti mpaka sasa haijaweza kuingizwa kwa system, na swala ambalo limefanya bajeti hii isiweze kubalance ni kwamba kuna mradi tuko nao pale katika County Assembly ya kujenga nyumba ya chambers mpya ama bunge lipya inajengwa pale, ambayo hiyo bunge ilekewa pesa ikazidisha upande wa development, na hii bajeti ikakataa kubalance. Na mpaka sasa hivi leadership yetu imekalia ngumu kwamba hawataki kutengeneza hilo, na mwisho wa siku kama wananchi tunapoteza. Na ni kwa nini tuseme tunapoteza milioni 200? Na wananchi nitakanua wakae wakijua kwamba tumepoteza milioni 200 kwa sababu hii pesa haitaweza kutumika, kwa sababu bajeti haijaweza kuwekwa katika system, haiwezi kutumika. Alafu pili, bajeti hii kufikia tarehe 1, ambao tayari tarehe 1 ilikuwa ni jana, muda wa kuweza kupeana commitment ama kupeana mtu sababu ya kumlipa haitaweza kupeana, kwa sababu kulingana na document yetu moja Kenya ambao tunaita PFM Act, ambao ni sheria ya Kenya ya matumizi ya pesa za serikali, inasema kwamba huwezi kupeana commitment ya kulipa yeyote yule aliyefanya kazi katika serikali ya county kama imeshapita tarehe 1 mwezi wa 6. Kumaanisha kwamba hata kama hiyo bajeti ikaingizwa kwa system sahihi, hiyo pesa haiwezi kutumika. So swali ambalo nauliza la msingi kabisa, gavana nitakanua atoke kindakindaki aweze kutuelezea kwamba milioni 200 ambao ni za mwananchi wa chini, mwananchi hohehahe, hiyo pesa inaenda kutumika wapi? Na jambo la kutamawisha akituambia kwamba pesa ya serikali ya county haitoshi, ile hali tunaenda kuhatarisha kupoteza milioni 200. Na wakati huu tunapoongelea haya masuala, serikali yetu ya county sasa hivi tuko katika mahospitali yetu hatuna madawa ya kutosha. Kama hatuna madawa ya kutosha na tunaweza kupoteza milioni 200 katika hospitali zetu, je, hii pesa inaenda wapi? Pale katika leadership yetu lazima watoke wazi watuambie ni kwa nini hii budget haijakuwa uploaded. Yule chairman wetu wa budget and appropriations committee katika assembly yetu amekuwa akifanya kazi gani miezi miwili budget haijakuwa uploaded katika system? Na sababu kuu, mimi nilijaribu kuwauliza wakiwa hawanielewi, na wakanijibu kijinga sana. Wakaniambia ati tulisema tukiupload hii budget mapema, pesa ya mgao wa mwezi wa 3 itachelewa kufika. So binafsi wa kupata pesa kwa haraka unatufanya tupoteze milioni 200. So mwananchi wa Taita Taveta lazima akae akijua kwamba sasa hivi amewekwa katika meno ya simba,
yule aliyekuwa katika uongozi sahihi hamsaidii. Na lazima tuhoji MCA wenzetu. Lazima wajue kwamba tulienda pale katika bunge letu kumuongoza mwananchi na kumwakilisha mwananchi, na sio kwenda kuheshimu uongozi wa watu wa fulani wachache pale ndani ya bunge letu. Hilo ndi jambo la msingi sana ambao lazima tukae tukijiana, tuko macho makavu ili tuweze kuelewana vizuri sana. So wananchi wenzangu, mimi kwa mfano niongelee mfano mmoja peke yake. Wananchi wangu wa Ngutini watakosa mradi wa maji ambao tuliweka katika supplementary budget, mradi wa milioni 1 kwa sababu ya ukiritimba ya viongozi wachache walioko mamlakani kushindwa kutetea wananchi wao, kwa sababu pipes hazitaweza kufika katika mwananchi wa pale mashinani. Wananchi wangu wale wa kutoka pale wanatumia mtaro wa kuzalisha ambao ndio mradi mkubwa kabisa wa maji tuko nao Mbogoni na Taita Taveta kaunti nzima, tunaita Njoro Kubwa Kanali. Huu mradi tulikuwa tumewekea milioni 3 za kuweza kuwasaidia kumaintain huo mradi ili watu waweze kupata chakula, waweze kunyosha mashamba yao. Lakini huu mradi umepotea kwa sababu ya ukiritimba wa viongozi wachache, kwa sababu ya uzembe wao. Na mimi wananchi wangu nataka niwaambie vizuri. Ninajua mimi kuna wakati nilikuwa nimehatarika kuweza hata kuondolewa pale bungeni kwa zaidi ya miezi 3. Na hata sasa hivi nitahatarisha pia kuondolewa bungeni zaidi ya miezi 3. Ikatokea hivyo, lazima wakawa wakijua kwamba nimefanya hivi kwa sababu ya mapenzi ya kuwapenda wao na kufanya ile kazi ambayo wamenituma niweze kuwafanyia pale bungeni. So mimi niombe sana ndugu zangu katika bunge letu la County Assembly na ndugu zangu Andrew Mwadime wa kujaa mstahiki gavana, lazima akae kijua kwamba hii serikali yeye ndo anaisimamia na sio mtu mwingine anaisimamia kwa niaba yake. Kwa sababu nikimwangalia sahihi ufanyaji wake maamuzi umekuwa ni shida sana. Na hii nitawaambia wananchi ni sawa na rubani amepandisha ndege hewani, ameipeleka zaidi ya kilomita 12 juu ya hewa, alafu ameenda akalala akaacha hii ndege ikijiendesha yenyewe. Hiyo ndio hali halisi bunge letu la County Assembly na serikali yetu ya county iko katika hali hiyo. So kuanguka na hii ndege kuua kila mtu, tuko na nafasi kubwa zaidi ya kumaliza kila mtu kwa sababu ya ukiritimba na uzembe wa viongozi wetu wa county. Asante.